Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbilinge za kimichezo. Tujadili yale yote yanayoendelea, hususan masuala ya kisoka, na tutaangazia masuala mbali. Studioni sitakuwa peke yangu, nitakuwa na mchambuzi wa masuala ya kabumbu, Daniel, dokta wa kunyoosha pale ambapo pamepinda. Kwema she? Kwema. Mungu anasaidia. Mungu anasaidia. Na mtazamaji wa Kawabe Media, tuanze hapa kwa ile swala la Simba Sport Club. Tuanzie kwanza, kuna taarifa ambazo zinasemekana Simba atatumia uwanja wake wa Benjamin Mkapa, atatumia uwanja wa Amani. Ni dosari kwa Simba Sport Club? Utakuwa kuna uzito mchezo wa awamu ya pili? Ya, unaweza kusema ni dosari kwa sababu kwanza capacity ya uwanja, kwa sababu moja kati ya pointi ambazo Simba anapendaga sana kuzitumia kama advantage ni idadi ya mashabiki ambao wanaweza kuingiza katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo kuhamisha mchezo kupeleka uwanja wa Amani Zanzibar hakutakuwa na tofauti kubwa sana, lakini tofauti itakuwepo kwenye idadi ya watu ambao watakuwa wanaingia uwanjani kuweza kuisupport team, kwa sababu ukiangalia uwanja wa Amani unachukua watu takriban 15,000 na Benjamin Mkapa tunajua capacity yake Lupaso pale atoki mtu, watu wanasema watu 60,000 pale inakuwa gani balaa sana. Kwa hiyo advantage hiyo nadhani Simba ataikosa, lakini kwa kudominate mchezo wao kufanya nini, nadhani itakuwa ni zaidi kwenye mbinu za mwalimu na jinsi gani ambavyo wachezaji wenyewe wataweza kuiapproach mechi. Dr. Daniel, tuangazie mchezo wa awamu ya kwanza Simba na Berkane. Tuanze technically, mchezo utakuwa ni mchezo wa aina gani? Tuanzie kwa mtu ambaye yuko nyumbani, Berkane ambaye ameonekana kuwa bora sana kwenye uwanja wake wa nyumbani akiutumia, hajapoteza mchezo hata mmoja mpaka tunavyoongea hivi sasa, nakutana na Simba ambaye ni mzuri pia kwenye uwanja wa away. Tuangazie mchezo kwa ujumla, mchezo utakuwa ni mchezo wa namna gani? Nadhani mchezo wa away kwa Simba itategemea, tunaweza kusema kwamba utakuwa ni mchezo mgumu kwa upande wa Simba, mchezo mgumu. Na ukiangalia form ya Berkane wakiwa nyumbani, mechi 6 wameshinda zote, magoli 18 kufunga, wakiwa hajaruhusu goli lolote msimu huu wa mashindano ya CAF Confederation Cup. Kwa hiyo tu inatosha kukuonyesha kwamba ni mchezo wa aina gani ambao utakuwa. Kwa nadhani Simba kwanza defensively, jinsi gani watakavyo approach mchezo, lakini pia the way ambavyo watakuwa wana attack, nadhani ita play part kubwa sana kuweza kujua kama wanaweza kuvuna kitu chochote kutoka kwenye huo mchezo au la. Lakini pili utakuwa ni mchezo wa kimbinu sana. Tutegemea mbinu kutoka kwa Mwalimu Fadu na Shaban. Utakuwa mchezo wa kimbinu sana kwa sababu kwanza Fadu atataka kupoteza kwa margin kubwa ya magoli. Hata kama anapoteza iwe katika ile margin ambayo bado itampa nafasi katika ligi ya pili ambayo atakuwa nyumbani aweze kufanya kitu. Kwa cha kwanza tunategemea Simba wawe organized defensively vizuri. Cha pili, kama watataka kupata matokeo basi waweze kupata hata goli moja la ugenini, kwa sababu na unaliona hilo kwa mnyama Simba kupata goli kwenye safu ngumu ya ulinzi ya Berkane, kutokana na safu ya ushambuliaji ya Simba ambayo tunajua inatengeza nafasi nyingi sana, lakini kuzitumia imekuwa changamoto, wanakutana na safu ngumu. Unaona Simba anaenda kupata goli hata moja? Yes, anaweza kama Berkane ataamua kumattack Simba moja kwa moja, kwa sababu kama uliangalia mechi ya Stellenbosch ile iliyochezwa Amani Zanzibar, kipindi cha pili Simba try kumeza ile pressure ya Stellenbosch, lakini ndio kipindi ambacho walitengeneza nafasi nyingi sana za kufunga magoli. Kwa hiyo kama Berkane wanataka kumuattack Simba direct moja kwa moja, maana yake wataacha chance nyingine nyingi ambazo kina Elim Panzu, kina Awa wataweza kupita. So kubwa ni Simba waweze kutumia nafasi, maana wao kwenye kutumia nafasi ndio moja kati ya tatizo lao kubwa. Tuangazie safu ya ulinzi ya Simba Sport Club. Itakuwa ina kibarua kingine tena kuwazuia Berkane ambao wana average nzuri ya kupata magoli. Itakuwa na kibarua kikubwa sana. Pia tunaweza kuona mhitaji Pipin Kamara akawa kwenye ubora wake sana ili Simba kuweza kutoka na matokeo kwenye hiyo mechi, kwa sababu Berkane kama tunavyojua wana attack kwa mpira wa aina zote, long ball, crosses, combination play, build up kutokea chini, wana uwezo wa kufanya mbinu zozote kufanya nini? Kupata goli. Na ni moja kati ya timu ambayo inatumia sana nafasi. Kwa mfano walivyocheza mechi yao na Sfaxien ile, ilikuwa ni robo finali, nusu finali. Walipiga mashuti 6 yaliolenga goli. Lakini katika hao mashuti 6 manne yalikuwa kambani. Kwa hiyo ni watu ambao ukiwaachia tu nafasi wakatengeneza chance. Kwa hiyo wanaweza
wakakuzuru. Kwa hiyo tunategemea tuone wale wingback wawili wa Simba, Mohamed Hussein na Kapombe, sitegemei kuwaona wakiwa wana overlap sana kwenda juu. Lakini pia center back Hamza sijui atacheza na nani, sijui atakuwa ni Chamua au ni Chemalon, lakini wanatakiwa kuwa well organized, waweze kumeza zile pressure, lakini pia kikubwa katika zile dakika 20-15 za kwanza wasiweze kuruhusu. Tumekuwa tukishuhudia safu ya ulinzi ya Simba Sport Club ambayo imekuwa inafanya makosa, imekuwa haina usahihi kwenye kufanya maamuzi. Pengine ule mchezo dhidi ya Berkane, yale makosa ambayo wanafanya kwenye ligi yetu ya ndani wayapunguze ili kupunguza ile pressure ya Berkane, manake wanafanya makosa sana. Hata unaangalia magoli mengi ambayo wanafungwa Simba ni kwa makosa wenyewe kwa wenyewe, wanakutana na safu ambayo ina kisu kikali. Yale makosa inabidi wayapunguze kiasi gani, kwa asilimia ngapi? Ukiwaangalia Berkane, lakini pia ukimsikiliza Fadlu amesema kwamba hizi mechi za mashindano ya kimataifa ni mechi za moments. Yani kipindi ambacho wewe utafanya makosa, kuna chance kubwa sana za wewe kuweza kufanya nini? Kuadhibiwa. Yani kosa moja mtu anaweza kukufunga hapo hapo na hilo goli likawa decisive, mechi kawa imefanya nini? Imemalizika. Lakini kikubwa nadhani organization ya Simba. Ukiwaangalia mechi za away msimu huu, at least wamepunguza kiasi cha magoli ambacho wana concede, lakini pia wamekuwa wakidominate mechi za away. Ndio maana anasema sijajua Fadlu atakuja na approach gani. Kama anataka kudefense kwa kudominate mchezo au anataka kumeza pressure kama alivyofanya na Al Ahly Tripoli game ya kwanza ile, unaweza kukumbuka walishambuliwa muda mrefu sana lakini hawakuweza kuruhusu goli. Kwa hiyo moja kati ya target ambayo watakuwa nayo Simba nadhani ni kutokuruhusu goli katika hii mechi ya away. Sasa hilo usiruhusu goli, inabidi yale makosa madogo yale uepuke, misplaced pass, yani unatakiwa uepuke kwa kiasi kikubwa. Tuangazie kwa mnyama Simba kwenye eneo lake la midfield ambalo limeonekana kuwa bora. Pengine kwa Berkane, mtu ambaye hajui Berkane vizuri, mwambie ubora wa Berkane uko sehemu gani na sehemu gani Simba inabidi wawe smart, waongeze umakini wa hali ya juu ili kutoruhusu Berkane wapate mianya. Ni sehemu gani Simba inabidi waangazie, waongeze nguvu kwa kiasi kikubwa sana, na sehemu gani ambao Berkane ambao wako bora sana wamekuwa wakitengeneza nafasi zao nyingi? Kwanza Berkane wako bora defensive, cha kwanza. Ukiangalia mashambulizi yao mengi sana yanaanzia nyuma. Eza kama ni long ball, wana wachezaji ambao wanaweza kuhold up ile mipira. Kwa mara nyingi wanapenda kuipita midfield. Hawapendi sana yani wakicheza na timu wakiwa wanataka matokeo, maana yake wanaweza kutumia mbinu mbalimbali. Lakini ukiangalia wana wachezaji ambao tayari wana magoli 3, wana assist za kutosha, lakini wamekuwa wakifunga magoli ya aina mbalimbali, wakiwa katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo kwenye midfield tunategemea Simba wawe compact, wasiruhusu zile clear chance ambazo zitakuwa zinatokea katikati kwenye midfield, kwa sababu pia ukimwangalia Kamara magoli mengi yanayofungwa mara nyingi ni yale ya kupiga long balls. Kwa hiyo ukiwaruhusu wakaweza kutengeneza mashambulizi kutokea eneo la katikati, maana yake watakuwa na uwezo mkubwa wa kupiga. Tunakumbuka mechi na Al Masry, Jamal shoot from distance, lakini pia umeangalia mechi ya juzi tu ya ligi kuu hapa Kamara shoot kutoka distance goal. Kwa hiyo tunategemea Simba wawe compact katikati ya uwanja, wasiwaruhusu Berkane kudominate sana mpira eneo lile, kwa sababu wana watu ambao wanaweza wakafanya nini? Wakafanya shooting. Lakini pia tuna uhakika Berkane watakuwa wamewasoma Simba. Weakness yao iko wapi, kwamba magoli mengi wanayofungwa yanatokea wapi. So wanaweza wakaja na mpango wa kutumia yale madhaifu ambayo Simba wamekuwa wakifanya nini? Wakionyesha. Kwa hiyo tunategemea Simba wawe compact, watumie sana mpira ya pembeni, kwa sababu ukimwangalia Kibu Denis, Elim Panzu na watu ambao wanaweza kutanua uwanja, kuhold up play, kusubiria wenzako. Lakini pia tunategemea Simba watatumia mipira mirefu, kwa sababu mechi za away nyingi Fadlu amekuwa anapendelea kuanza na Ateba. Ateba ni mzuri kwenye hold up mipira. Kwa hiyo tutegemei sana kuwe na vurugu eneo la kati, kwa sababu Simba wanataka kuzuia Berkane wasifanye nini? Wasipate nafasi au zile chances za wazi za kushuti kutokea katikati ya uwanja. Mwalimu wa Berkane Shabani anamkosa Aitham ambaye kwa akimtumia kama beki wake, full beki wake namba 2. Pengine hii inaenda kumpunguzia mzigo wa Elie Mpanzu Kibisawala. Aitham amecheza takriban mechi 24 za ligi kuu, kakosa tu mechi 6 za ligi kuu ya Morocco. Pengine kukosekana kwa Aitham itakuwa ni dosari kwa Berkane. Kwanza itakuwa ni dosari kwa sababu amekuwa ni mchezaji wao tegemeo katika hilo eneo. Maana yake mipango mingi inakuwa inamhusisha na yeye.
mara nyingi utakuwa umeona Berkane wanafunga magoli ya cross, assist, yes. Kwa kwanza itakuwa ni pengo kwao Berkane, maana yake atakuja mtu mwingine mpya kucheza kwenye hilo eneo. Lakini ukimwangalia Mpanzu sidhani kama yeye anamuogopa beki wa aina yoyote, kwa sababu mara nyingi maeneo yake ya kuoperate ni katikati ya namba 2 au namba 3 na beki wa kati. Kwa zile kwenye half space ndo anapenda sana kufanya nini? Kuoperate. Kwa hiyo kwanza inategemea na Berkane wako vizuri defensive. Defensive. Very very bright kwenye kudefend. Kwa hiyo tunategemea kwanza Mpanzu asipate nafasi nyingi. Yani watahakikisha kwamba kwa sababu Mpanzu ndo danger man wa Simba. Wanamwangalia kama kioo. Wanamwangalia kama kioo kwa sababu yeye anaweza kufanya chochote kikatokea. Kudribble, kuweka assist, kushoot kutoka distance, yote anaweza kufanya. Kocha kwanza wao watakuwa na pengo la kumkosa namba 2 wao ambao amekuwa nitegemewa sana kwenye defense, lakini kusema kwamba itakuwa imempa aueni Mpanzu au haijampa, hauwezi kusema imempa aueni direct kwa sababu unaweza kukuta kwamba mpango wa kumzuia Mpanzu kwa ni mpango wa timu nzima. Kwa hiyo kukosekana kwa mtu mmoja atakuja mwingine ambaye pia anaweza kutekeleza huo. Tuangalie madhaifu ya Berkane yako sehemu gani ambao Simba wakitumia wanaweza kupata chochote kitu pale Morocco. Madhaifu ya Berkane ukiangalia mechi zao ambazo wamecheza nyumbani, ukienda kuangalia mechi na ASEC, ukienda kuangalia leg zote mbili nyumbani na ugenini, ni mechi moja kati ya mechi ambayo Berkane walishinda kwa ushindi mwembamba. Sawa? Moja kati ya mechi ambayo walishinda kwa ushindi mwembamba, goli moja. Lakini ukiangalia chances ambazo zimetengenezwa katika ule mchezo utaona ASEC walitengeneza chance nyingi sana kuliko RS Berkane. Kwa moja pressure ya mchezo, nadhani Berkane watakuwa wanataka sana matokeo. Kwa maana yake watakamiti watu wengi kwenda mbele kuangalia namna gani wanaweza kupata matokeo. Kwa nadhani Simba kwa sababu kwenye mipira ya juu kwenye hizo long ball na nini Berkane wana walinzi warefu ambao wanaweza sana kucheza. Kwa nadhani Simba wacheze kwenye half space kama wanavyocheza Kim Dennis na Elie Mpanzu kwanza, lakini cha pili wajaribu kudominate na kufanya build up ile kutokea nyuma kwa sababu mipira mirefu kushindana na wale jamaa itakuwa ngumu. Kwa hiyo nadhani madhaifu ya Berkane mengi hapo kwenye ukiamua kuwa dominate wanaweza kuruhusu ile kushambuliwa. Kwa kama Simba ataamua kucheza kama alivyocheza na Al Masry, adominate mpira, atengeneze nafasi, maana yake ni kwamba atawalazimisha RS Berkane wao ndo wacheze kwenye counter attack, kwamba wao watumie matukio, wao wana react kulingana na Simba anavyofanya nini, anavyocheza. Yes, lakini kama Berkane ndo ataamua kuwa mguu mmoja mbele, kutafuta ushindi, maana yake yeye ndo atakuwa anampa nafasi Simba ya kuweza kuattack zile space ambazo zitakuwa zimetengenezwa. Kwa mara nyingi nadhani Berkane wanafungwa magoli ambao wao wakiwa wanataka kuattack. Na kwa Simba Sport Club naona mwalimu Ateba akiwa na mwalimu Fadlu akiwa anamtumia sana Ateba kwenye mechi ngumu kama hizo. Unaona nafasi ya Ateba kuanza kwenye mchezo wa hapo Jumamosi? Yes, ukiangalia mechi iliyopita ya ligi kuu utaona kwamba alianza Steven Dese wala lakini Ateba alikuja dakika chache tu zile za mwisho. Hiyo ni moja ya kitu ambayo inaweza kukuonyesha kwamba Fadlu anaweza kaanza na Ateba. Lakini ukienda mbali zaidi ukaangalia mechi ya Stellenbosch na Simba, ligi ya pili iliyochezwa Mabida Stadium, baada ya kuingia Ateba, maana yake ni kwamba akaweza kuhold up mipira kidogo, Simba nao wakaanza kucheza. Kwa nadhani hii ni mechi ambayo itahitaji Simba kukaa nyuma kwanza kwa muda mrefu, lakini watahitaji mtu ambaye ataweza kuhold mipira, kuwasubiri wale wachezaji wengine wafike kujoin ili kwenda kufanya mashambulizi. Dese ni mzuri lakini sio mzuri sana akiwa amesimama alone kama kiongozi mshambuliaji tegemezi kwamba apigiwe mipira azuie wenzake wafike. Ateba ana nguvu, anaweza kugongana na anapenda sana hiyo gongana na mabeki, anaweza kuhold up mipira. Kwa kama Simba wataamua kukaa nyuma, chance kubwa ni kwamba Ateba atafanya nini? Ataanza. Lakini kama wataamua kudominate mpira, kuingia, kuitaka mechi, unaona chance kubwa kwamba Mkwala anaweza kaanza. Ataanza na Mkwala. Lakini kwa aina ya Berkane walivyo, most likely tunategemea Ateba anaweza kaanza. Experience ya Berkane kucheza finali mara 4 mfululizo kwa miaka yao 6 na hii ikiwa mara 5. Pengine itaweza kuwa ni kizungumkuti kwa Simba Sport Club. Nadhani Simba ni finali yao ya kwanza kwa mashindano haya ya CAF Confederation, lakini wana finali nyingine ambao walicheza 93 ya mashindano ya CAF. Lakini ukiangalia Berkane kuanzia 2019 wamekuwa ni watu ambao
hizi finali wanazishiriki. Yani wanazishiriki mara kwa mara. Wamecheza finali 4, wamepoteza dhidi ya Zamalek nadhani. Yes, na walipata ushindi dhidi ya Orlando na Pyramids. Kwa hiyo msimu uliopita wamecheza finali. Nadhani watakuwa wanaelewa zaidi mazingira ya finali kuliko Simba ambao wanafanya nini? Wanaelewa mazingira ya finali. Kwa hiyo wao kutaka kuchukua hili kombe wana motivation nyingi tofauti. Moja, tayari msimu ujao watakuwa washiriki tena haya mashindano, watakuwa wanashiriki Champions League kwa sababu ni mabingwa wa Morocco. Lakini pia maana yake ni kwamba watahitaji kuchukua hili kombe wakiwa na uhakika msimu ujao wanaenda kukutana na majiant, upande ambao kuchukua kombe lazima uwe umekamilika kisawasawa. Kwa wao wana advantage ya kujua mazingira jinsi gani tunatakiwa kucheza ili kushinda hii finali. Lakini ukiangalia finali 2 zilizopita zote zimeamuliwa na magoli ya ugenini. Kwa maana yake 2-2 2023, 2-2 tena 2024. Kwa hiyo unaona kwamba timu ambayo inapata goli la ugenini inakuwa na mazingira makubwa ya kufanya nini? Ya kutoa ubingwa. Kwa hiyo wao watakuwa wanalijua hilo kwamba endapo Simba atapata goli la ugenini, maana yake ni kwamba kwao mzigo unakuwa umekuwa mkubwa zaidi. Kwa mwanzo watahitaji kudefend vizuri Simba wasipate goli la ugenini, lakini wao pia watahitaji kwenda kwenye mechi ya pili wakiwa na advantage. Kwa hiyo wao na finali tunaweza kusema wanakahusiano na finali. Wanajua vizuri. Tutoa hii mechi tutarajie individual ability kuamua mchezo au ni timu kwa ujumla kutokana na vikosi vyote viwili? Hiyo mechi tutegemee vitu vitatu. Moja, hiyo unasema wewe individual ability inaweza pia ikaamua mchezo. 2, makosa ya kimchezo. Kwenye mechi kama hizi utegemei kuona makosa yale. Nakumbuka ile chema leo anapiga back pass watu wanachukua wanaenda kufunga. Yes. Utegemei kuona makosa ya aina ile. Kwenye mechi kama hizi kufanya makosa ya aina hiyo utaishia kulia mwishoni. Wenzako wanabeba kombe, wewe unakumbuka kwamba ndio maikosti. So individual ability inaweza kuamua mechi, lakini pia makosa ya kiuchezaji inaweza kuamua mechi. Lakini pia cha tatu, jinsi ambavyo walimu wataamua approach mchezo. Kwa mwalimu ambaye atataka kwenda direct kuweza kupata mchezo, anaweza kawa pia na disadvantage kwa sababu hata Simba jinsi ambavyo wana concede magoli ya away, uwezo kusema kwamba wana concede hivyo kiasi kwamba ukawa na uhakika kwamba nikiwa attack na wafunga. Lakini pia the way ambavyo Berkane wamekuwa wakifunga magoli, wanategemea moment. Ukiamua kufunguka wanakufunga 1 2 3 4 wana defend, mechi imeisha. Kwa the way ambavyo walimu wata approach match, makosa ya kimchezo atakavyokuepo, lakini pia ule uwezo wa mchezaji mmoja unaweza kutumika kwa mechi. Ungekuwa mwalimu Fadlu kukabiliana na mfumo ambao anatumia mwalimu wa Berkane Shaban 4-1-4-1, ungeingia na mfumo gani ukiwa mwalimu, ungekuwa mwalimu Fadlu kukabiliana na mfumo ambao anaotumia unaonekana una impact kubwa sana kwenye kosi chake 4-1-4-1? Kwa kocha Fadlu sidhani kama atabadilisha mbinu sana, kwa sababu kwanza ni mtu ambaye anaamini katika mbinu zake, lakini pia ni moja kati ya kocha ambaye ana benchi la ufundi ambalo linasoma sana timu pinzani. Mara nyingi ukiangalia mechi za Simba game after game wanakuwa kuna mabadiliko. Lakini pia wana tabia kwa approach mechi kulingana na mpinzani ambaye wanaenda kufanya nini, wanaenda kukutana naye. Kwa nadhani cha kwanza Fadlu hatataka sana kudili na mfumo wa RS Berkane. Yani hatataka sana kudili na huo mfumo. Ila nadhani yeye atataka kuwalazimisha Berkane wacheze anapotaka. Kwa sababu sometimes unaweza kawa umedominate mchezo lakini mwenzako amekufunga kwa sababu yeye ndo alikuachia wewe mpira ukadominate, lakini yeye akatumia moment kufanya nini, kuamua mechi. Kwa hiyo tunategemea kwanza ataenda na double pivot yake kama kawaida, Ngoma na Kagoma. Yes, lakini pia unaweza kushangaa anakuja na back 5 kwa sababu ana mabeki wawili watatu wakati ambao wako vizuri, pia ana wing back ambao wanaweza kufanya vizuri. Challenge kubwa itakuja atataka kuattack kwa namna gani kuwafikia Berkane. Yes, kuwafikia Berkane. Na hapo ndo ambapo anaweza kauamua mchezo, kwa sababu Simba wanavyoattack mara nyingi wanapendelea fullback wao wengi kufanya nini, overlap, kwenda kujoin mashambulizi. Kwa mara nyingi unamkuta Mohamed Hussein yuko mbele, Kapombe yuko mbele, wakiwa na uhakika kwamba Kagoma na Ngoma wanaweza kukava zile nafasi ambazo zinafanya nini. Kwa nadhani cha kwanza Fadlu atataka Berkane ndo wamfuate yeye kwenye mfumo wake ambao yeye
atataka. Maana yake ni kwamba ata set up team kulingana na ubora wa Berkane. Berkane ni wako bora sana kwenye kupiga mipira mirefu, kupitia wings, kushambulia, kupiga cross na kufunga. Kwa nadhani kwanza hatataka mabeki wake wengi wa overlap. Maana yake akishaamua kwamba mabeki wake wengi hawata overlap, maana yake viungo wake wakati watabaki eneo la kati. Maana yake ni kwamba tunategemea uwezo wa Mpanzu na Kibu Denis wa kubeba ile mipira unaweza pia kuwa sehemu sahihi zaidi ya kuamua hii mechi. Kwa sitegemei Fadu kuchange sana mfumo kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye haijalishi anacheza na nani. Mfumo wako unamruhusu kudefend, mfumo wako unamruhusu kuattack, yani kwa aina yoyote ya timu ambayo atacheza nayo mfumo wake huo unamruhusu kufanya hivyo. Simba kufika mapema Morocco itawarahisishia kidogo mchezo. Simba sidhani kama sasa hivi wana uoga na mazingira ya Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt kwa sababu katika maisha yao ya hivi karibuni safari za kaskazini mwa Afrika zimekuwa ni safari ambazo wamezizoea. Ukiangalia katika makundi walikuwa na timu mbili kutoka kaskazini. Walienda zidi ya Sfaxien, walienda zidi ya Constantine. Kwa maana yake ni kwamba mazingira ya kule hichi kikosi tu ambacho kipo tayari kimeshaenda kucheza takriban mara 3 katika msimu huu. Kucheza na Al Ahly Tripoli, wamecheza na Constantine na Sfaxien. Lakini pia kuwahi maana yake inawapa nafasi kwanza ya kupumzika, kuzoea mazingira, lakini pia kuweza kuandaa mbinu zao wakiwa katika eneo sahihi. Maana yake ni kwamba mara nyingi ukichelewa flights ndo waga zinachelewa. Lakini sasa hivi wameenda direct, maana yake tutegemea kusikia wachezaji walikuwa na uchovu labda safari ndefu au vipi, lakini wamepata muda mwingi wa kurecover na kujiandaa na mchezo. Kwa sitegemei kama hiyo itakuwa ni moja kati ya sababu, kwa sababu wameshazizoea hizi safari, wameenda mara nyingi mno. Na sasa hivi pia wakienda kule wanakuwa na confidence fulani kwamba confidence itakuwa imeongezeka kule. Unaipa asilimia ngapi Simba kupata matokeo dhidi ya Berkane? Simba kwenye mechi ya finali, mchezo wa finali unakuwa tofauti sana na hizo mechi nyingine kwa sababu mchezo wa finali kila mtu anamuogopa mwenzake. Yaani haimaanishi kwamba wewe ukicheza nyumbani ndio utakuwa umheshimu au uogopi kwamba mwenzako ana uwezo wa kufanya kitu chochote. Simba ana nafasi kubwa ya kupata matokeo kama moja, ataweza kumeza ile pressure ya Berkane. Mbili, ataweza kutumia nafasi zake ambazo anafanya nini? Kwa sababu tutegemea kumuona akitengeneza nafasi nyingi sana zidi ya Berkane. Kama unavyojua hawajaruhusu goli hata moja katika uwanja wa nyumbani. Lakini pia manake muda wote pressure itakuwa kubwa kwa upande wa Simba kwa sababu ule uwanja sio mkubwa sana, lakini mashabiki wake ni kama mvua, wanashangilia, wana hatari hao, wana hatari. Yaani waendi uwanjani kuangalia mpira, wao wanaenda kufanya sherehe ya soka, wao wanaenda kushangilia. Kwa hiyo tunategemea kwanza Simba wa manage mchezo vizuri. Wakisha manage mchezo vizuri, kwa mfano first half inaisha bila maana yake ni kwamba second half ikija pressure inakuwa imehama kutoka kwa Simba imeenda kwa Berkane, kwa sababu Berkane anakuwa anafikiria Simba wakienda nyumbani kwao pale chochote kinaweza hapa shindikana kitu pale. Kwa maana yake kipindi cha pili unaweza kushangaa ndo Berkane anakuja na attack. Maana yake anavyozidi kuattack anampa nafasi Simba na yeye yako. Kwa mpango kazi wao unaweza kuwapa advantage kama wataweza kumanage moment za kutoruhusu goli la mapema, sawa, kutofanya makosa ambayo yatasababisha mechi ife. Kwa mfano unaona mechi ya Azam na nani hawa ya juzi, dakika 28 tu tayari mtu kashapigwa goli 4. Maana yake yani mechi inakuwa imeisha. Kwa Simba mojawapo ya kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuendelea kuwepo mchezoni. Yani, the way ambapo wanaendelea kuwepo mchezoni ndo advantage yao wao kupata matokeo inazidi kuwa kubwa. Kwa wana nafasi, lakini itategemea defensively wamejiorganize vipi na wana manage vipi. Unaenda kumuona Ahua yule aliowapeleka finali kiwango chake kuwa vile? Kwanza itabidi ajikaze kwa sababu wanaenda kukutana na watu ambao wanafika kweli, yani kwenye defense yao hawana mchezo. Yani sio timu ambayo inafanya makosa. Lakini pia sio timu ambayo itakuachia nafasi kubwa ya kuweza kufanya maamuzi. Yani unaweza kukaa na mpira sekunde 10, 15 hujawa press. Kwa kwanza tunategemea kumuona Ahua akae kwenye space zake kama anavyoendelea kukaa. Lakini pia aongeze ile bidii ya kujituma kwa sababu mara nyingi amekuwa ni mtu ambaye
katika mechi ambazo unamtegemea atapambana, mara nyingi umemkuta yupo kama hakupi kitu yani. Yani unaona kama hajitumi vile, lakini kama timu kama Berkane wataamua kufunguka, lazima tutamuona au atakiwasha sana, kwa sababu ni mtu ambaye ana take sana risk ya kupata mpira, yeye kupiga pasi mita kadhaa kwenda kumtafuta mtu fulani anaweza, lakini pia yeye mwenyewe kudribble. Lakini pia itategemea kama ni kiasi gani Berkane watakuwa wanafanya madhambi katika maeneo yao, kwa sababu tunajua pia hawa ni mpigaji mzuri wa mipira iliyokufa. Kwa hiyo kama watakuwa wanafanya sana madhambi, kwa sababu ukimwangalia kama Kibu Denis, yeye akipataga mpira maeneo yale, yeye anatafuta foul, kwa sababu anajua hawa asipofunga rebound tunaweza tukapata chochote. Kwa kama Berkane watafunguka, maana yake hawa watapata nafasi zile ambazo wataweza kukimbia na kutengeneza nafasi kwa wenzake. Ila kama wataamua kwa compact na wanafika kabisa miguuni, tusitegemee kuona kama atakuwa na mchezo mzuri sana. Zaidi labda tumuone kwenye matukio yale ya free kicks hizo. Itaweza ikawa ni advantage au disadvantage kwa Simba Sport Club. Berkane hajacheza takriban kakaa mpaka anafika mechi ni siku 13. Hajacheza mchezo wote zaidi ya maandalizi tu kuwavaa Simba Sport Club. Tofauti na Simba ametoka kucheza mchezo wa ligi kuu na KMC na kupata ushindi. Tuanze, itaweza kuwa ni advantage au disadvantage? Tuanze kuna advantage kwa Simba kama itaweza kuwa ni advantage. Kwanza inaweza kuwa ni advantage kwa Simba kwa sababu ujue ukiwa unajiandaa na mechi, yale mazoezi unayofanya hayakupi mazingira halisi ya jinsi mechi itakavyokuwa. Intensity ya mechi inakuwa gani kubwa zaidi kuliko intensity ya mazoezi. Kwa hiyo kitendo cha wao kukaa siku kadhaa, takriban wiki 2 bila kucheza mechi yoyote, maana yake intensity ambayo watakutana nayo itakuwa sio ile ambayo Lakini pia inaweza kawa ni advantage kwao, kwamba wanaweza kawa wamerecover vizuri, wanaweza wakatumia kwamba Simba anaweza kawa na uchovu, kwa sababu Simba amecheza mechi nyingi mfululizo. Maana yake ni kwamba kama wao wataamua kuja kumuattack Simba direct, maana yake baada ya dakika kadhaa tunategemea kuona wachezaji wa Simba ile concentration inakuwa imeshuka, kwa sababu wamecheza mechi nyingi mfululizo. Kwa hiyo kwanza inaweza kawa ni advantage kwa Simba in term of intensity, kwamba wao bado wana intensity lakini pia inaweza kawa ni advantage kwa Berkane kwamba asilimia kubwa wanaitaka mechi hawajaucheza ule mpira kwa siku kadhaa. Naam, mtazamaji wa Kawabe Media, hapo tunatia nukta kwenye utondoti yakinifu kutoka kwa Dr. wa soka Dr. Daniel kanyoosha pale ambapo alipokuwa pana mkunjo. Sina ziada, jina langu ni IG Kamavinga, mpige pasi wa madoido wa Kawabe Media. Asante mpaka wakati mwingine tena.